Miongoni mwa taarifa ambazo pengine hazikupokelewa kwa uzuri ama si nzuri sana ndani ya mwaka 2026 ni taarifa ya kuugua ama kuumwa kwa moja kati ya nguli katika mziki wa Tanzania, ama moja kati ya watu ama wadau wenye sapoti kubwa sana katika mziki wa Tanzania. Hapa namzungumzia Mkubwa Fella. Wengi wanamfahamu kama Mkubwa na majina mengine mengi, founder ambaye alisapoti kwa kiasi kikubwa kundi la TMK Wanaume Family enzi hizo back in days, lakini pia amekuwa akisapoti harakati za mziki wa Tanzania kwa muda mrefu. Amesapoti pia ama ni miongoni mwa waanzilishi wa kundi la Yamoto Band, kama unakumbuka vizuri. Kipindi hicho anafanya vizuri akiwatoa wasanii kadhaa, lakini pia mmoja kati ya waanzilishi na wakurugenzi wa kundi la Mkubwa na Wanaye, ambao limeibua vijana wengi sana wenye talanta na uwezo wa kuimba. Sasa the issue ni kwamba Mkubwa amekuwa akisumbuliwa na maradhi tangu mwaka jana, na hii imekuwa announced na mke wake ambaye aliweza kuweka wazi kuhusiana na maradhi na changamoto anazopitia Mkubwa kiafya, na akiweka wazi pia baadhi ya watu ambao wamekuwa wakitoa msaada katika kipindi chote ambacho amekuwa akiumwa na vitu vingine kama hivyo. Sasa swala hili limeweza kuchukua hisia za watu tofauti, ambapo miongoni mwa tunaoita influencer ama watu wenye ushawishi mkubwa kwenye mitandao ya kijamii, Mwijaku ameweza kuliingilia kati hili swala, na akieleza kwamba amesikitishwa na baadhi ya watu ambao wamewahi kusaidiwa na Mkubwa Fella kutomuonyesha ushirikiano, especially katika kipindi hiki ambacho anaumwa. Na hapo akimtaja Mwambino. Wengi tunafahamu akimtaja Mwambino ni kama anamlenga mwanamuziki Diamond Platnumz, lakini akitaja watu wengine wengi na akitolea mfano wa marehemu Ruge Mutahaba, akieleza kwamba unatakiwa kurudisha shukrani ama kusaidia watu ambao wanafaa kusaidika. Lakini Mwijaku hakuishia kwenye hilo tu, licha ya vitu ambavyo alivizungumza vingi vikionyesha namna ya kutaka kuona watu waliosaidiwa ama walioguswa na Mkubwa Fella kuweza kumsaidia katika kipindi hiki na mazingira anayopitia. Lakini aliweza kuomba pia serikali kupitia Wizara ya Habari, Sanaa na Michezo kuweza kumsaidia Mkubwa kwenye masuala ya matibabu na kumshika mkono kwa namna yoyote ile. Lakini pia akaamua kupiga dua la moja kwa moja ambalo ni kama amemfanyia dua Mkubwa Fella katika kile ambacho anakipitia, na of course imekuwa ni moja kati ya kitu ambacho kimevutia na kimeteka hisia za watu wengi, na kimevutia watu wengi kuona kwamba mbali ya mambo mengine mengi ambayo amekuwa akiyafanya kimiausho, lakini pia ana utu ndani wake, na hivi ndivyo ambavyo aliweza kufanya na alichokiongea Mwijaku. Moja kati ya taarifa mbaya ambayo leo nimeipokea, nilikuwa najua kuumwa kwa Mkubwa Fella, nilikuwa najua kama yupo anapitia changamoto za maradhi, lakini moja kati ya taarifa mbaya ambayo nilipokea ni wale watu ambao yeye aliwasaidia kupitia muziki, yeye aliwasaidia kupitia tasnia mbalimbali, yeye aliwasaidia kupitia tu karibu wao na ujamaa, leo hii wakimkataa. Hii taarifa yake na story yake imenirudisha kwa marehemu Ruge Mutahaba. Wakati Ruge Mutahaba niko mikononi mwake, yule kuniambia, Mwijaku, hakikisha unawashika mkono wale watu ambao watakuja kukushika mkono. Sio kila mtu akushikwa mkono, kuna wengine wapo kwa sababu ya kuinuka. Hivyo tafakari kabla hujafanya maamuzi. Maisha Mkubwa Fella kwenye entertainment kwa ujumla yananipa funzo, ndugu zangu, ni kuwa sio kila mtu anafaa kusaidiwa. Dili na watu wa Ahlul Bait. Anza kusaidia watu wako wa nyumbani, ndugu jamaa na marafiki. Alafu ukiona kiasi kimebaki kingine, saidia watu wa pembeni. Imagine leo mtu kama Mkubwa Fella namna alivyowasaidia watu na hiki anachokipitia, do you think ana deserve? Sasa ujumbe kwako, kuna watu maarufu wakubwa kina Mwambino walikuwa wakisaidiwa, hasa kipindi kile ambacho baadhi ya media zipiji nyimbo zake. Mwambino alipata msaada mkubwa sana na akili kubwa kutoka kwa mtu kama Mkubwa Fella. Tazama changamoto wazipitia my brother, baba yetu, kaka yetu Mkubwa Fella, alafu angalia watu walioshika mkono na utajiri waliokuwa nao. Unafikiri kumpeleka India inatosha ukaacha ukakaa chini? Au unafikiri kwenda kumjulia hali mara moja inatosha na ukamwacha ukakaa chini? No.
we have to do a lot. Hapa ni muombe Mwana FA kupitia wizara maalum anayoiongoza afanye kitu kuhusu Mkubwa Fella, kwa sababu ameacha alama kwenye muziki wa Bongo Flava, ameacha alama kwenye entertainment, ameacha alama kwa watu mmoja mmoja, kayagusa maisha yao kama alivyoyagusa maisha ya Ruge Mutahaba. Kwa hivyo niombe tu ndugu zangu, hili ni funzo. Tafakari, unawasaidia watu gani? Unawashika mkono watu gani? Usije baadaye wale watu unaoshika mkono wakageuka kuwa maumivu kwako. Mungu atakusaidia my brother Mkubwa Fella. Mungu atakupa ahueni, Mungu atakupa afya njema. Allahumma dafil balai wal maradhi, Allahumma dafil balai wal maradhi, Allahumma dafil balai wal maradhi, Allahumma dafil balai wal maradhi ya rabbil alamin ya zul jalali wal ikram. Tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Hala ST Bongo, nyumbani kwanza.